tunaendelea na utekelezaji wa mradi wetu wa Youth Care. Ni mradi ambao ulikuwa umelenga vijana wa rika bale katika masuala mazima ya maambukizi ya VVU, lakini vile vile ulikuwa unaangalia masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Mradi huu umekuwa na mafanikio makubwa sana katika utekelezaji wake, na tumekuwa tukifanya kwa karibu sana halmashauri ya wilaya ya Tarime. Kwa mfano, moja ya mafanikio makubwa, kumekuwa na uratibu wa karibu sana kati ya kamati ya afya ya halmashauri pamoja na waratibu wa afya katika ngazi za kata na vijiji. Lakini vile vile mradi umepelekea pia vituo vya afya vya Nyamwaga kuweza kutenga maeneo salama ya vijana kwenda kupata huduma ya afya ya uzazi. Kuna vijana walikuwa naomba maeneo ambayo yana usiri waweze kupata huduma ya afya ya uzazi. Kwa hiyo tuna vituo 4 vimefanikiwa kutenga hayo maeneo, pia na kituo cha Muriba ambapo wanaweza kupata huduma kama hiyo. Lakini vile vile mradi ume katika masuala mazima ya uzazi wa mpango pamoja na masuala mazima ya kujua afya ya uzazi, mradi umekuwa mafanikio makubwa sana ya kupunguza mimba za utotoni. Hapo mwanzoni zilikuwa 39%, lakini ukiangalia takwimu za halmashauri imefika mpaka 25%. Kwa hiyo kuna punguzo kubwa sana la mimba za utotoni. Lakini pia mradi huu umeweza kupelekea vijana kuwa na utayari wa kwenda kupima afya katika vituo, lakini pia na kujipima afya wenyewe, na vile vile umechangia sana katika kufubaza virusi vya ukimwi. Ni asilimia zaidi ya 90 ya vijana ambao wameweza kwenda kwenye vituo vya afya kupima afya zao, kuzijua, na wengi wapo kwenye dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Lakini pamoja na yote haya, mradi huu pia umeweza kuleta uratibu wa karibu sana katika ngazi zote katika masuala ya afya. Tunavyokwenda huko mbele, tumesikia halmashauri hapa na viongozi mbalimbali wa halmashauri kuhusiana na mafanikio mbalimbali ya mradi huu. Tunatarajia kwamba tutalenga zaidi masuala mazima ya kisera na kisheria kuendelea mbele. Tumeutekeleza kwa miaka 4 hapa, lakini tunatarajia miaka 4 ijayo tutawekeza zaidi kwenye masuala ya kisera na kisheria. Lakini pia leo tunaangalia kama kuna mapungufu yoyote katika mradi huu, basi tutaangalia jinsi gani tunaweza tukatekeleza. Kuhusiana pia na jinsi gani mradi huu umeweza kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia, tumeona kuna uhusiano wa karibu sana kati ya ukatili wa kijinsia, maambukizi ya VVU. Kwa mfano, kumekuwa na kesi mbalimbali za ubakaji hapa Tarime, kumekuwa na kesi mbalimbali za ulawiti, watoto wanabakwa na wengine wanaambukizwa VVU. Lakini pia kumekuwa na uhusiano wa kesi za watumiaji wa madawa kulevya na ubakaji na masuala mazima ya ngono zembe, yote yamekuwa yakiendeleza kwa yenye maambukizi ya VVU. Kwa hiyo tunaangalia kote swala zima la jinsi gani tunaweza punguza masuala ya ukatili wa kijinsia kwa kuhusisha jamii kwa karibu, lakini vile vile kiasi gani pia tunaweza kufanya kazi na vijana kuhakikisha kwamba kunakuwa na ngono salama. Kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Tarime tunakadiriwa kuwa na watu wanaoishi na maambukizi ya VVU 4980, lakini mpaka sasa watu ambao wamegundulika kuwa na maambukizi ni 3868. Hawa ndo tunawahudumia kwenye dawa, ambao ni sawa na 94% ya watu ambao wanakadiriwa kuwa na maambukizi kwenye halmashauri. Tukilinganisha kiwango cha maambukizi cha mwaka wa 2023-24 tulikuwa na 1.6% ya maambukizi, lakini tunashukuru jitihada za wadau kwa sababu maambukizi yanaendelea kushuka, na kwa mwaka huu tunaendelea nao mpaka sasa maambukizi yameshuka mpaka kufikia 1.4%. Kwa vijana kwa mwaka 2024 vijana waliohudumiwa walikuwa ni 2880, lakini ambao wamepatikana na maambukizi ni vijana 120 ambao ni sawa na 0.4%. Tuwashukuru wadau kwa jitihada za pekee ambazo tunaendelea kushirikiana nao kwa ajili ya kutokomeza au kuondoa janga hili la virusi vya ukimwi kwenye jamii yetu, hasa katika halmashauri yetu ya Tarime na taifa kwa ujumla. Sisi kazi yetu kubwa ni kutoa elimu kwa jamii na kuweza kuona ni namna gani jamii hii sasa kupitia elimu tunayoitoa wanakuwa na nafasi kubwa ya kufika katika vituo vya afya, kuweza kuwaona wataalamu
ambao wao kimsingi ndio watu ambao wana dhamana kubwa na uwezo wa kutoa ushauri wa kiafya. Tunaenda kutoa elimu mashuleni, shule za msingi na sekondari, vituo vya zahanati. Tunatoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia, afya ya uzazi na afya ya lishe kwa ujumla kwa vijana na vijana barehe. Kwa kweli CDF mpaka hapa sasa hivi imetusaidia sehemu kubwa sana. Jamii imeshaanza kutambua hasa kama vijana huwa wanakuja pale zahanati na kuhitaji huduma zao. Ukatili wa kijinsia huweza kupelekea mtu kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa mfano, mtu akibakwa, akilawitiwa, au mtu akifanyiwa ukatili wa kisaikolojia huweza kupelekea yeye kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo anapokuwa na msongo wa mawazo uweze kumpelekea kujiingiza katika makundi hatarishi, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa madawa ya kulevya ambao mwisho wa siku huweza kumpelekea yeye kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hatua za kuchukua zipo pale unapobakwa au unapopata ukatili wa kulawitiwa. Kuna hatua ambazo unatakiwa kuzifuata haraka. Hatua ya kwanza, unatakiwa uende haraka kituo cha afya. Hapo utakutana na wataalamu, watakuelekeza hatua za kufuata, ikiwemo utapimwa, lakini pia utapewa dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kitaalamu tunaita ni PrEP. Hizo dawa unapewa kabla hujawa na maambukizi. Kitaalamu tunashauri walau wawahi at least isizidi masaa 72. Kishazidi masaa 72 kutakuwa hakuna msaada wowote. Naitwa Anton Nyange, ni afisa maendeleo ya jamii wa wilaya Tarime. Mradi huu wa masuala ya vijana kupambana na masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na ukimwi kwa wilaya ya Tarime umetusaidia sana, kwani sasa hivi tumeweza kuunganisha vijana na taasisi mbalimbali za kifedha kwa ajili ya empowerment, ya kuwawezesha vijana kuweza kumudu mahitaji yao ya msingi na kuweza kupata ajira. Tumefanyaje? Kupitia mikopo ya 10%. Tayari vijana wameweza kujiunga kwenye vikundi na kuweza kuomba mikopo, na wengine tayari tumekisha kupatia mikopo. Mpaka kwa mwaka huu wa fedha tumeweza kutenga fedha kiasi cha shilingi milioni 754 kwa ajili ya mikopo ya vijana. Lakini hadi Disemba halmashauri ya wilaya Tarime tumeweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 757 kwa ajili ya vikundi vya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Wote hawa ni jitihada, zote hizo ni jitihada za serikali kuhakikisha kwamba makundi haya vijana yote yanaweza kukidhi mahitaji yao kupitia miradi ambayo wanaifanya, ikiwa imeboreshwa na mikopo hii. Lakini vikundi vya kina mama pia na wenyewe vimeweza kupatiwa mikopo hiyo na kuhakikisha wakina mama wanamudu mahitaji yao ya msingi bila kuwa tegemezi. Mwanamke kuwa tegemezi kwa sasa ni yeye mwenyewe, lakini kama mazingira yamemfanya awe kando kwenye ndoa, basi yeye anaweza kusimama mwenyewe na kumudu mahitaji yake. Watoto wanasoma sasa hivi, wakina mama ndio wachakalichaji wakubwa kwenye halmashauri yetu ya Tarime. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.